Ni matumaini yangu mzima wa afya, mtazamaji wa Mlimani TV. Karibu katika dondoo za habari. Msomaji ni mimi Sauda Ndaza. Na tukianza na dondoo za habari za kitaifa, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa leo Aprili 16 mwaka 2025 ametembelea katika eneo la Somanga wilayani Kilwa mkoa wa Lindi kukagua miundombinu ya barabara kuu ya Dar es Salaam inayoenda Lindi ambayo imeathiriwa na mvua zinazoendelea kunyesha. Majaliwa amefuatana na Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Dr. Stergomena Tax pamoja na Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega. Ikumbukwe jana Katibu wa NEC Itikadi, Uenezi na Mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM Amos Makalla aliwaambia wananchi wa halmashauri ya mji wa Nanyamba mkoani Mtwara kuwa Rais Samia Suluhu Hassan amemwagiza Waziri Mkuu Kassim Majaliwa kufika katika daraja la Somanga leo ili kuhakikisha mawasiliano yanarejea katika barabara kutoka Dar es Salaam kuelekea mikoa ya kusini. Na kwa upande wa dondoo za kimataifa, vikosi vya kijeshi vya Sudan RSF vimetangaza kuunda serikali pinzani iitwayo Serikali ya Amani na Umoja, ikiwa ni miaka miwili tangu nchi hiyo iingie kwenye vita vikali ambavyo vimesababisha vifo vya maelfu ya watu. Kiongozi wa RSF Mohamed Hamdani Dagalo amesema kundi hilo linaunda mustakabali wa kweli wa Sudani. Na kuhitimisha kwa dondoo za michezo, klabu ya Yanga Sports Club imeifunga goli 8-1 timu ya Stand United katika mchezo wa robo finali kombe la shirikisho. Mchezo huo ambao ulichezwa katika uwanja wa KMC Complex Dar es Salaam na kutinga hatua ya nusu finali kombe la shirikisho. Katika mchezo huo nyota ya kimataifa Stefan Aziz Ki alichaguliwa kuwa mchezaji bora wa mchezo huo baada ya kufunga mabao 4 na kutoa assist 2. Hata hivyo, klabu ya Yanga inakutana na timu ya JKT Tanzania katika hatua ya nusu finali ya kombe la shirikisho, huku Simba ikitarajiwa kucheza na Singida Black Stars katika hatua hiyo. Na huo ndio mwisho wa dondoo za habari kutoka hapa Mlimani TV. Ulikuwa nami Sauda Ndaza.